Sadi TV. Sadi TV. In God we trust. Usu soma alamo amarehemu na alumba kalwatule mchunge na balungwanya osoma matendechi eswahili demi wechi otuba yatenda bino ya maisha ya marehemu. Marehemu alijulikana kwa jina la Asende Mlasi Majaliwa Balunguchi wa jamaa ya Bashinjoku, nyumba ya Bashi Abenye. Jina la baba marehemu aliitwa Majaliwa Balunguchi. Jina la mama aliitwa Endani Mshita wa jamaa ya Bashinjoku, nyumba ya Bashi Pepe. Maisha ya marehemu. Marehemu alizaliwa Kikonde tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 1954. Masomo. Marehemu hakufanikiwa kusoma kwa sababu ya matatizo ya mazingira. Najua kila mtu kipindi cha ukoloni anajua hali iliyopo nyumbani, kwa wale ambao walikuwa wako nyumbani, labda wale ambao walizaliwa huko waweza wakajua hiyo. Kazi ya marehemu alijishughulisha kilimo. Maisha ya ndoa. Marehemu alikuwa mke wa mume mmoja ambaye aliitwa kwa jina la Crispeto Ndula wa jamaa ya Bashi Mamba, nyumba ndogo ya Bashi Aembe. Walifanikiwa kupata watoto 10, wa kiume 6 na wa kike 4. Waliofariki ni watoto 2 na walio hai ni watoto 8. Wajukuu. Marehemu alifanikiwa kupata wajukuu 49 ambao 2 walifariki na 47 wako hai. Kati yao wanaume walikuwa 31 na wa kike walikuwa 18. Vitukuu. Marehemu alifanikiwa kupata vitukuu 14, waliofariki ni 2 na walio hai ni 12. Wa kiume walikuwa 7 na wa kike 7. Kwa hiyo marehemu ameacha idadi ya watoto au familia ya watu 67. Magonjwa. Marehemu alisumbuliwa kwa muda mrefu na ugonjwa wa diabete au kisukari kuanzia mwaka wa 2022 mpaka kufikia juzi siku ya pili tarehe 12 za mwezi wa 5 mwaka 2026 na saa 9. Hali ya mama yetu ilibadilika ghafla. Tulimpeleka hospitali akapimwa, akakutwa pia na ugonjwa wa pressure au tension ambayo ilikuwa imeshuka sana, na ilipofika saa 8 za usiku mama yetu akapoteza maisha. Kwa hiyo marehemu alifanikiwa kuishi miaka 72. Kwa niaba ya familia ya Babungwe Bashi Mamba, tumetoa shukrani kwa wote walioacha shughuli zao na kushiriki na sisi katika shughuli za msiba huu. Asanteni sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe.
Yesu asifiwe. Basi tunaendelea na vipindi vyetu. Tunaingia katika kipindi cha kutoa changizo. Hivyo nialike mwimbishaji aweze kuleta wimbo na vyombo viweze kutengwa. Tunaimba wokovu 233. Mwokozi wangu Mwokozi wangu ni mwamba, andika mamili. Na kimetokana na nini? Kwanza, kifo kilitabiriwa na Mungu mwenyewe kutokana na tendo la uasi. Kifo ni jambo lililotabiriwa na Mungu mwenyewe kutokana na tendo la uasi. Kwa kifupi tu tutasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17. Na nyumbani ukiwa umetulia utasoma Mwanzo sura ya 3 na mstari wake wa 3. Maana hapa hatuna muda mrefu, tutasoma tu Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 17. Unasema kwamba walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula mti huo hakika utakufa. Hapo tulikuwa hatujawahi kuona mtu anakufa, lakini Mungu mwenyewe ametabiri kwamba ukila mti wa ujuzi wa mema na mabaya hakika utafanya nini? Utakufa. Hajasema inaweza kutokea ukafa, amesema hakika. Hakika maana yake ni kwamba ukila ni kweli unafanya nini? Unakufa. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu mwenyewe alitabiri kwamba kutakapokuwa tendo la uasi, maana yake kifo kitakuwepo. Lakini kama hakutatokea tendo la uasi, hakungekuwepo nini? Kifo. Tuone ni nani mwanzilishi sasa wa kuleta kifo ulimwenguni. Alikuwa ni Adamu. Ndiye aliyekuwa au kuharibu maisha ya mtu. Lakini na wewe utakufa. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini na wewe utafanya nini? Utakufa. Na wewe mwanadamu unayemwendea mwanadamu ili upate kinga ya kuishi milele, bado unafanya mambo ya upuuzi. Mwanadamu yeye anakufa, hawezi kukufanyia maisha ya umilele. Bali yupo Yesu Kristo ambaye ukimwamini na kumpokea anaweza akafanya wewe uishi milele. Hata kama utakufa, ipo siku anaweza kuja kukunyakua, siku ya unyakuo, ukiishi sawasawa na mapenzi yake na ukaurithi uzima wa milele. Lakini Biblia yangu inasema katika kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa 9 kwamba kuna mauti ya pili ambayo ni kwa wale ambao hawatamwamini Yesu Kristo. Walitajwa pale, kuna wahongo, kuna wazizi, kuna wachawi, kuna wezi, watu kadhaa. Hao hawataurithi ufalme wa Mungu, watatupwa katika lile ziwa la moto. Na Biblia inasema na hayo ndiyo mauti ya pili. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa unaweza ukaachana na huu mwili. Mimi naamini hapa hakuna mtu hapa. Bwana Yesu atusaidie sana. Hapa hakuna mtu. Na hivi tunavyosema asikii. Na yeye huyu hana uwezo wa kufanya asikie haya tunayosema. Lakini anaye uwezo wa kuhifadhi nafsi yake ni Mungu pekee, ambaye pia ndiye ana uwezo wa kuhifadhi nafsi yako. Kwa hiyo ndugu, achana na imani potofu.
mwamini Yesu Kristo ambaye anaweza akakufanya wewe uishi milele. Maandiko yako mengi, lakini tunajijua tukianza kusoma maandiko hapa, kuna wengi ni wavivu wa kustahimili kusikiliza watu wakisoma maandiko. Ambaye anashika ni wewe. Ambaye anashika ni rafiki yangu wewe katika safari yangu. Bashinjoko baada ya watoto tunaenda na wajukuu wa marehemu. Watoto wa kike wa Mabungo. Maria Pasitaka nishime. Nikutie mashaka sawa. Watoto wa kike wa Mabungo. Kijiji kijiandae.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ratiba yangu inaniambia kwamba tumemaliza vipindi vyetu, basi tutakwenda kusimama tupate maombi kwa mtumishi mchungaji wangu Pastor chenye maji mengi mema ni upendo wa Mungu usiuka onania Yesu ame. Waimbaji tunaenda wote, asibaki mtu hapo. Waimbaji tunaenda nzuri ya mbinguni. Kupatanisha
katika utakatifu, nitafananishwa naye, nitamshukuru. Sitakuwa nyimbo nyingi, tutapoingia na milele tutaimba na kusifu Mungu. Sitakuwa nyimbo nyingi, tutapoingia mbingu na milele tutaimba na kusifu Mungu. Roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu, ninaimba kwa furaha. Roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu, ninaimba kwa furaha. Roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu, ninaimba kwa furaha. Yesu ni Yes.
Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Kabla hatujafunga kabisa, niweze kukaribisha familia na neno la kuongea. Karibuni. Niwechi longe. Kwanza nitange mwakole wa Jose atumi wano na wana jamii amuchunge na kanisa. Lakini mheshimiwa kumbusha noemo kwamba ni uoja tutwa tena lusukulisa mbazo no kuichi. Ubibyo shile na mamlaka wala makalami tenda ano nali kabatowa selongulu tushoto umbuka tutangazia watoto msahau lusuku lwe chosi sangana kisambazo no kuichi. Nuni wechi longe. Yako. Asante. Nimkaribishe ndugu Yeremia aweze kufunga kipindi hiki kwa maombi. Tuombe. Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe unayejua majira na nyakati ya kila mwanadamu, ambaye neno lako linasema kwamba kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi ni fupi, chache na tena zimejaa taabu. Ulijua majira na nyakati ya kumuita mama yetu. Tunakushukuru Bwana, maana umekuwa pamoja nasi tulipoanza huduma hii hadi kufika tamati. Naomba Bwana ubariki kila mkono ulioweza kufanya kazi hii. Bariki watumishi wako. Tunapoondoka mahali hapa, tunaomba baraka zako ziambatane kila mmoja wetu kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo leo Bwana mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Sad TV. Sad TV. In God we trust.